Alhamdulillah, jana Mwenyezi Mungu kanifanyia wepesi. Kwa mechi yangu ya kwanza nimecheza mechi na Namungo. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Haikuwa mechi rahisi, lakini kwa nafasi yangu nashukuru. Niliweza kupambana kwa nafasi yangu. Injury ni kitu ambacho kinawaumiza sana wachezaji wengi. Yaani in short, yani wachezaji. Kwa upande wako, kwa sababu kimesha kukuta, unaweza ukazungumziaje zile process ambazo unakuwa umepata injury kwenye kujiuguza kule, labda timu inakuhitaji muda huo unatakiwa kufanya kitu lakini haupo na timu inahitaji kupata matokeo, inakuwaje? Wanasemaga jambo baya lisikie kwa mwenzako, ila likikuface wewe ndio utajua maumivu yake. Injuries zinaumiza sana wachezaji, kuanzia mentality mpaka huo maumivu yenyewe, kwa sababu mchezaji ni mtu ambaye muda mwingi anapenda kuitumikia kazi yake. Kwa sababu sidhani kama mimi naenda Coast Union kwa ajili ya kukaa tu. Nilienda kwa ajili ya kupambana, kuweza kuonyesha kitu gani ambacho mimi nimebarikiwa. Lakini unapokutana na injury mchezaji, mentality kwanza inashuka. Unaanza kustruggle namna gani ya kuweza kuepukana na ile hali. Kwa hiyo mimi nadhani sio kitu kizuri kwa wachezaji, na wachezaji wengi inakuwa inawafirisha kwa sababu ya kupata watu sahihi ambao wanaweza kuwaondoa katika ile hali. Kwa sababu injury nje na kupona kuna vitu vingi vya kumfanya mchezaji awe timamu kimwili. Shida hiyo ilikuwa ni nini na ulikaa kwa muda gani? Mimi nilikuwa nasumbuliwa na nyama za paja langu la kushoto. Nilikaa almost kama miezi 2-3 hivi. Muda mrefu? Ni muda mrefu sana kwa mchezaji ambaye ni gadi shadogo na kama miezi 3 hujacheza katika timu. Nadhani unaweza ukafeel hiyo hali ambayo unapitia. Lakini kupata nafasi mfano kama jana na kesho kutwa tu mnaenda kucheza na Coast pia kwa mara nyingine, kupata tena nafasi ya muendelezo, unafikiri ni rahisi wakati kuna mtu ambaye ulimwacha kule alikuwa anafanya vizuri labda pengine kuzidi wewe? Haiwezi kuwa rahisi kwa sababu hii ni timu. Wachezaji tuko wengi. Kwa hiyo mwisho siku ni namna gani mwalimu anaona una practice vizuri katika mazoezi. Mpaka jana kama kaweza kunipa, it means kwamba aliridhika na kile ambacho nimemuonyesha. So hata hii kuelekea mechi na KMC vile vile tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu. Kama ilitokea mwanzo, basi hata hii pia inawezekana. Kwa sababu mimi ni mchezaji wa mpira, na kama sasa hivi nipo na utimamu mzuri wa kimwili, why not? Coast ni timu yako ya ngapi unachezea? Kwa ligi. Kwa ligi kuu Tanzania bara, Coast timu yangu ya kwanza. Na tofauti na kwenye ligi kuu? Ni kama timu ya 4 ya 5. So nilikuwa Zanzibar ndio timu nyingi kidogo nimecheza sana. Ipi na ipi? JKU, Raskazoni, Uhamiaji. Na kuna role model ambaye pengine unamtazama kwa upande wako as a player kwa Tanzania bara? Wapo wachezaji wengi wazuri ambao na nafasi yako. Au nje ya nafasi yako? Siwezi kumtazama mchezaji nje ya nafasi yangu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ili nijifunze lazima nikubaliane na yule ambaye anacheza kwenye nafasi yangu, kitu gani ambacho ameimprove zaidi yangu mimi. Kwa hiyo mimi ili na mimi niweze kustep up lazima nimwangalie yeye sasa namna gani na mimi naweza kufanya vile anavyofanya yeye kuwa bora. Yupi ambaye unamtazama sana? Kwa hapa Tanzania bara kuna Haridi Aucho. One of the best midfielder ambao wamecheza ligi yetu Tanzania bara. Kuna Duke Abuya, mchezaji mzuri. Napenda the way anacheza. Kuna Geoffrey Manyasi ambaye pia yuko Coastal Union, kiungo mzuri. Unaona hata exposure yake katika timu inasaidia. Kwa hiyo ukiwa kama kijana, ukiwa na watu wao unawatumia kama kioo, inaweza kukusaidia wewe pia kuendelea. Kitu gani ambacho hauwezi kushare na mtu, yani kumwambia labda kinachohusu wewe? Mimi mgumu sana kushare maumivu yangu. Maumivu yako? Ya aina gani? Kitu chochote kikiwa kinaniumiza, waga napata ugumu sana kumwambia mtu namna gani na feel maumivu ya hichi kitu. Hata kipindi ambacho nipo kwenye majeruhi, nilikuwa napata muda mgumu sana kumwambia mtu mimi unajua naumia, lakini watu wanataka kuona kama nimerelax. Kwa hiyo mimi kushare maumivu yangu waga ndo mgumu sana. Uone kama ni hatari sana? Binadamu tunatofautiana hizo mentality. Kuna mwingine akiongea anakuwa yuko sawa. Kuna mwingine hata asipoongee kwake yuko sawa. Kwa mimi kwangu kuna kila kitu kwangu kiko sawa. Ni hivyo tu, kwa sababu mimi ni mgumu kusema maumivu yangu. Maumivu ya mapenzi kuachwa na maumivu ya injury, yapi maumivu makali sana kwa upande wako? Wewe maumivu ya injury hatari. Mapenzi tunaishi kila siku.
kuachwa? Tushaachwa sana. Mpaka kuja kufikia umri ule kuniambia hujai kuachwa kwenye mahusiano. Lakini mimi kwangu maumivu ya injuries za uwanjani. Wewe mpira unajali mbaya wewe. Mapenzi unajali gani? Mapenzi unaumia moyoni tu, mambo yanaenda. Wewe unakaa siku ngapi? Mimi kwangu kuvumilia maumivu imezidi sana siku 2. Siku 2 wala jana. Nikubadilisha tu moment zile kwenye akili yako. Tafuta vitu ambavyo kwa wanaume inakuwa hivi rahisi. Hata kwa kitu chochote kitakutesa kama ukiamua kukiweka kwenye akili. Lakini kama ukichukulia vitu kawaida tu unajaribu kubadilisha mazingira yako ya huyo mtu, labda kama mnapenda kuzungumza sana na simu ndio unakata mawasiliano, labda mnapenda kuonana unakata hizo. Ni 2 days 3 days kila kitu kinabadilika, maisha yanaendelea. Nacheka najua kwa sababu maana kama kuna vitu unavificha hivi hapo. Hamna. Siwezi kuficha. Wala maumivu. Unakumbuka labda maumivu gani pengine huwezi ukayasahau kwenye maisha yako yani? Kumpoteza babangu mzazi. Ya kitu inaniuma sana mpaka kesho. Babangu, kakaangu ni watu ambao nilikuwa nawapenda. Unajua unapoondokea na watu ambao ulikuwa unawapenda afu wanakusupport, inaumiza. Kwa hiyo mimi ni watu ambao yani hao ndio maumivu ambao nilishinoga kuyapokea nikiwa peke yangu. Yes. Muda mwingine hata nikikaa mwenyewe feel sad sana. Kama sasa hivi hapa baba yangu angekuepo, ingekuwa moment nzuri. Anafurahia mwanae, alikuwa anapenda akiniona anacheza mpira. Yes. Pole sana, lakini hapo nilikuwa ni kwenye nyakati za kawaida tu, si ndio? Au kuna historia pengine yoyote ambayo ilipelekea kwa kupitia kifo chake? Ni kuugua tu. Unajua binadamu tunaishi kwa mipango ya Mwenyezi Mungu. Aliugua tu ndani ya muda mfupi. Ukiwa naye? Yes, nilikuwa naye. Mimi mzee wangu ameumwa nikiwa naye. Yes, mpaka anafariki niko naye. Pole sana. Na umesema alikuwa anakusaidia kwenye kalia yako? Sana. Ni mtu ambaye alikuwa very supportive kwangu. Kwa mama? Hata mamangu ananisupport, lakini nguvu ya mwanaume tu. Kuna sehemu mwanamke hawezi kufika. Mwanamke atakupa tu ile hope kwamba mwanangu uko fresh unajua, lakini baba anakusupport kwa nafasi kubwa sana. Yes. Na unaweza kuficha maumivu labda pengine mama yako asitambue kama unaumia, lakini hutaki kumwambia mama yako, kushare maumivu? Vitu vingi sana namficha mama yangu. Kwa sababu ni mtu ambaye mimi navyoumia yeye nikimwambia anaumia mara 10. Mimi mama yangu ananipenda sana. Tu umie wewe. Yaani heri niumie mimi sio yeye. So yeye hawezi kupokea maumivu makali sana. Utasikia tu muda mwingine anakupigia simu. Bwana mimi kitu fulani choniambia naona okay, kama hichi kitu kimemtesa basi huyu nikimwambia kingine kitamsumbua zaidi. Kwa hiyo najaribu kumwekea tu pembeni. Sawa, kwa kumalizia unaweza ukazungumza pengine na mashabiki wako ambao wanakufuatilia. Bila shaka ni kila mtu anakuwa na shabiki wake kwamba mimi namkubali mtu fulani na yeye pengine anatamani kuwa kama wewe siku moja. Unaweza ukamwambia kitu chochote kuhusiana na swala zima la football aweze yani alifanye ili aweze kufanikiwa? Kwanza mtu akiwa anakushabikia ni kitu kizuri katika mchezo wa mpira wa miguu. So ni mchezo ambao una watu wengi. Sijui unanielewa. Kwa hiyo mpaka mchezaji watu waje kuelewa kama wewe ni mchezaji mzuri alafu anakushabikia. Kwanza ni heshima. Alafu pili, kwenye huo mchezo wenyewe wa mpira wa miguu ukiwa una mashabiki, ina maana pia inakusaidia wewe mchezaji kukumotivate. Ukishajua sehemu fulani mimi nina mashabiki, kuna nguvu fulani inakuja katika akili na nafsi yako, namna gani ya kuweza kumuonyesha yule shabiki kwamba unayemshabikia sio mtu mchovu. Kwa mimi napenda the way wananishabikia watu, napenda sana. Na naomba Mwenyezi Mungu azidi kuongezea huo moyo wa kunishabikia kwa sababu ni moja ya chachu ya mafanikio yangu ambayo nayatarajia pia. Shukrani sana. Shukrani.